Kwa majina anaitwa Brighton Wheeler, afisa mahusiano kampuni ya Wanyeka Fund mkoa wa Njombe. Leo hii tupo mkoani Njombe kwenye maadhimisho ya siku ya misitu duniani, lakini pia siku maalum kwa ajili ya kuhimiza upandaji miti. Sisi kama kampuni ya Wanyeka Fund, mradi wa miti ni mojawapo ya miradi mikubwa ambayo tunaoperate nchini Tanzania kwenye mikoa yote minne. Siku ya leo tumeitikia mwito wa serikali kuungana na wadau tofauti, na leo tupo na bidhaa tofauti za miti kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima wetu na watu mbalimbali. Tumekuja na miti ambayo ni ya matunda, mingine ni kwa ajili ya mbao, lakini pia tuna miti kwa ajili ya kurutubisha ardhi. Kwa hiyo tupo hapa kuitika wito wa serikali, lakini pia kama wadau wa kilimo nchini Tanzania tuna muundo wetu wa utoaji huduma. Sisi hatugawi tu miti. Cha kwanza tunafanya kazi ya kuzalisha miti, na uzalishaji wetu tunahusiana moja kwa moja na wazalishaji kutoka vijijini. Baada ya hapo hatuendi kugawa miti kabla ya kutoa elimu. Tunatoa elimu kwa wakulima wetu, baada hapo tunagawa. Na tukishagawa hatuishi pale. Tunahakikisha miti ambayo tumeipanda wakulima wanaipanda na kwa wakati sahihi. Lakini pia baada ya kupanda tunahakikisha tunafuatilia ile miti walioipanda, je, ukuaji wake ukoje? Kwa hiyo tuna idara ndani ya kampuni ya Wanyeka Fund, idara ya tathmini, tunasema monitoring and evaluation. Kwa hiyo idara ya misitu akishapanda, wao wanaenda kutathmini kile kilichopandwa, survival yake ikoje, uponaji wake ukoje, na changamoto ambazo tunazikuta msimu huu tunarekebisha kwa msimu ujao. Lakini pia nitoe pongezi kwa serikali kwa kuandaa maonesho haya, lakini nishukuru kwa maonesho haya kuwepo kwa mkoa wa Njombe, na niwaase wananchi wa mkoa wa Njombe na maeneo mengine kunapokuwa na maadhimisho kama haya, basi waje huku wanajifunza vitu vingi, na naamini ushiriki wao hawezi wakatoka bure, watapata vitu vingi pia. Kwa namna gani ushiriki wenu mnaamini unaweza kwenda kuongeza kitu kwenu, lakini kwa watu mnaohudumia? Ushiriki wetu hapa unaongeza kitu kwetu kwa sababu cha kwanza kuna mambo ya kujitangaza. Hapa tunakutana na watu wa aina tofauti. Kwa kupitia kujitangaza, watu wataendelea kuhudumiwa wengi zaidi kupitia kampuni yetu. Lakini pia kwa upande wa jamii watanufaika kwa sababu wakifika hapa wanapata elimu. Kwa mfano hapa tuna mbegu za migomba. Watu wanashangaa, kumbe migomba ina mbegu zake, lakini mbegu zake hapa sisi tunazo. Kalanga miti macadamia ni zao ambalo ni geni, lakini watu wanajifunza, wanachukua mawasiliano na wanaonesha shauku ya kutaka kulima hayo mazao. Kwa hiyo ina matokeo chanya kwa kampuni, lakini pia kwa jamii kwa ujumla. Watu tunaowahudumia wanafanikiwa na inawapa moyo kiasi gani kuendelea kuhudumia? Watu ambao tunawahudumia wanafanikiwa kama nilivyokuambia kwamba baada ya kugawa ile miti tunafanya usimamizi. Hasa kuonesha namna gani watu ambao wanafanikiwa, tunaangalia mwitikio kati ya mwaka baada ya mwaka. Kwa mfano, kwa miaka miwili iliyopita tumegawa miti karibia milioni 4.3, lakini kwa mwaka huu peke yake ninavyokuambia tumegawa miti zaidi ya milioni 2. Tafsiri yake ni kwamba tunakuwa mwaka baada ya mwaka. Sasa huku kukua mwaka baada ya mwaka kunaonesha kwamba wakulima wanafaidika na wana mwitikio chanya wa kile ambacho tunakifanya. Maadhimisho haya imekuwa ni fursa katika kuchochea juhudi za uhifadhi na upandaji miti kwa jamii na umma mzima wa Watanzania. Kwa mfano, kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, katika kipindi tangu 2020 hadi sasa, wakala umefanikiwa kupanda miti takriban milioni 146 ya jamii mbalimbali, ikiwemo mikoko milioni 1.1 imezalishwa na kuoteshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Mathalan, miche milioni 72 imepandwa katika mashamba ya miti kwenye maeneo mbalimbali, na niendelee tu kusema kwamba kazi hii muhimu inaendelea. Aidha, miche takriban milioni 50 ilipandwa katika maeneo yenye hekta 11,985 za misitu katika maeneo mbalimbali, na miche mingine milioni 61 ilitolewa kwa jamii, taasisi na mashirika na watu binafsi kwa ajili ya upandaji nchini. Hivyo sisi wizara tunatoa miche kwa jamii, kwa taasisi, kwa mashirika ya dini, kwa machifu, kwa Wanyarukoro, kwa Watanzania wote. Hapo vipi? Asanteni sana. Mheshimiwa wenyewe na mkakati wa kuhifadhi misitu kupitia TFS inafanya kazi hiyo mzuri sana, na nilipopita kwenye mabanda nimepokea maelezo mazuri tu kutoka TFS namna wanavyohifadhi mazingira kwenye maeneo yetu. Lakini misitu hii ambayo inatupa ajira
inasaidia sana kuondoa idadi ya vijana ambao hawajapata ajira kupata kazi kwenye maeneo mbalimbali ya viwanda vinavyochakata misitu. Maelekezo haya yote yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Inatutaka Watanzania tuhakikishe kwamba tunalinda mazingira yetu, na Chama cha Mapinduzi kimeagiza serikali kupitia sura 69 au ibara 69 na ibara ndogo ya G ambayo imeeleza kwamba serikali ni lazima iwe na programu mbalimbali za upandaji miti na ufugaji nyuki ili kutunza mazingira na kuongeza kipato kwa wananchi wa taifa. Haya yote yanatekelezwa. Mmesikia namna ambavyo tunafanya, na tunawasihi wananchi kuwa wadau nambari moja kwenye uhifadhi wa mazingira. Sisi serikali tunashirikiana na sekta binafsi, wako hapa, lakini pia tunao wadau wa maendeleo ambao pia tunawatumia hawa katika kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye uharibifu wa mazingira. Moja, tunafanya kazi ya kutenga na kuhifadhi kisheria maeneo yote yenye misitu kwa lengo la kulinda mazingira na uharibifu uliopo.